Mjadala kuhusu hali ya kisiasa nchini Tanzania umechukua sura mpya baada ya Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kumwandikia barua Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres kikitaka ufafanuzi kuhusu uhalali wa ujumbe wa mwakilishi wa Umoja wa Mataifa Parfait Onanga Anyanga aliyekutana na viongozi wa chama hicho jijini Dar es Salaam. Katika barua hiyo, Chadema inaeleza kuwa imepokea taarifa zinazotia shaka kuhusu iwapo mwakilishi huyo alitumwa rasmi na ofisi ya Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa kufuatilia matukio ya kisiasa yaliyodaiwa kutokea nchini kabla na baada ya tarehe 29 Oktoba 2025. Hatua hiyo imeibua maswali mapya kuhusu uhalali wa mchakato huo wa mashauriano pamoja na matarajio ya chama hicho kwa jumuiya ya kimataifa katika kushughulikia madai ya changamoto za kisiasa na haki za binadamu nchini. Ili kupata ufafanuzi wa kina kuhusu barua hiyo na msimamo wa Chadema, leo tumezungumza na mkurugenzi wa mambo ya nje wa chama hicho, Kamanda John Kitoka, ambaye atatuambia ni kwa nini waliamua kufikisha swala hili moja kwa moja kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa na nini wanatarajia kitokee baada ya hatua hiyo. Hii ni Force News na mimi ni Justin Kosan. Umeniuliza kwa nini tumemwandikia Katibu Mkuu Umoja wa Mataifa Bwana Antonio Guterres barua. Tumemwandikia barua kwa sababu kuu mbili. Ya kwanza ilikuwa ni kumjulisha kwamba ni kweli tumekutana na mwakilishi wake katika Umoja wa Afrika Bwana Parfait Onanga, lakini vile vile tumemwandikia kutoa wito kwa ofisi yake ya Umoja wa Mataifa kuanza kufikiria au kuratibu zoezi la kutuma tume ya uchunguzi kupata ukweli wa mambo yote yaliyotokea kabla, wakati na baada ya kile kinachoitwa uchaguzi wa Oktoba 29, 2025. Kwa hiyo hayo ndio yalikuwa mambo makuu mawili tulioyawasilisha kwa kwenye ofisi ya Katibu Mkuu. Ikumbukwe kwamba, ifahamike kwamba Bwana Parfait Onanga ndio mwakilishi wa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa katika makao makuu ya Umoja wa Afrika kule Addis Ababa. Licha ya hiyo nafasi alionayo ya uwakilishi, lakini vile vile yeye ndo mkuu wa ofisi ya Umoja wa Mataifa iliyopo makao makuu ya Umoja wa Afrika. Kazi yake kubwa yeye ni kuratibu mahusiano ya kitaasisi kati ya Umoja wa Mataifa na Umoja wa Afrika. Kwa hiyo kuja kwake Tanzania sio kosa, ilikuwa naamini ni sehemu ya majukumu yake kama mwakilishi wa Umoja wa Mataifa kwenye ukanda huu wa Afrika. Kwa hiyo tumejaribu kueleza ndani ya hiyo barua mambo mbalimbali ambayo ujumbe wetu umeyawasilisha kwake, ikiwemo msimamo wetu kuhusiana na tume ya uchunguzi iliyoteuliwa na Samia, tume ambayo inajaribu kuchunguza mauaji ya halaiki yaliyotokea kabla, wakati na baada ya uchaguzi wa tarehe 29 Oktoba 2025. Tumeelezea msimamo wetu wa kutokutambua ule uchaguzi na matokeo yake, kwa sababu kwanza kulikuwa hamna uchaguzi, lakini pia mchakato mzima wa uchaguzi ulishaharibika kabla ya siku yenyewe iliyokuwa imepangwa kwa ajili ya uchaguzi. Tumemwelezea vile vile kuendelea kushikiliwa kwa mwenyekiti wetu wa taifa Mheshimiwa Tundu Antipas Lissu, na tumebainisha aina ya charges zilizofunguliwa ambazo kwa kweli ni charges za uongo, ni charges za kutunga, ni charges ambazo amefunguliwa ili aendelee kuwekwa nyuma ya milango ya gereza. Kwa hiyo hayo ndio mambo ambayo tumewasilisha, lakini vile tumeongea kwa uzito sana umuhimu wa kuwa
tume ya uchunguzi, tume ya kutafuta ukweli ambayo inaitwa United Nations Fact Finding Mission. Kwa hiyo tumetoa wito kuletwa kwa kufanya uharaka wa kupatikana hiyo tume ili hatimaye ije Tanzania na ibaini ukweli wa nani aliratibu, nani alifadhili na nani alitekeleza mauaji ya wananchi wasiokuwa na hatia hiyo mwaka jana. Ifahamike kwamba vile vile kumekuwepo na matukio mengi tu ya uvunjaji wa haki za binadamu, ikiwemo utekaji na upotezaji wa watu, utesaji, ukamataji holela hasa wanachama wetu na wanaharakati mbalimbali ambao ni wakosoaji wa serikali ya Samia. Kwa hiyo hayo ni mambo ambayo actually ndio jambo zito ambalo unaweza nikasema tumeliwasilisha kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Sasa ujumbe wa Phofeit Onanga sio sehemu ya kile kinachoitwa United Nations Fact Finding Mission. Mission ya Umoja wa Mataifa ya kutafuta ukweli mara nyingi na mchakato wake namna gani inapatikana, na hatua ya mwanzo huwa ni kwa nchi wanachama, inaweza ikawa nchi moja au zaidi, wanapendekeza katika ofisi Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa kwamba kuna uhitaji wa kufanya uchunguzi katika nchi fulani ambayo tunaamini uvunjaji mkubwa wa haki za binadamu umefanyika, ikiwemo mauaji ya halaiki au mauaji ya kimbali. Kwa hiyo wasilisho hilo likishafanywa na moja ya wanachama wa Umoja wa Mataifa, then mchakato unaendelea, ikiwemo ni pamoja na kuteua wajumbe, kuteua tume ambayo itafanya zoezi hilo. Kwa hiyo ieleweke tu kwamba Phofeit Onanga yeye hakuja kama sehemu ya fact finding mission ya UN. Nadhani yeye alikuja vile vile kwa nafasi yake kuja kukutana na wadau na kufanya consultations na pengine mwishoni kumshauri Katibu Mkuu na structures nyingine zinazohusika kwenye michakato kama hiyo. Kwa hiyo nadhani ikae hivyo. Umuulizia vile vile kwamba tuna mashaka na hiyo na ujio wa Bwana Phofeit. Bwana Phofeit alikuwa ni msaidizi wa karibu sana wa Katibu Mkuu wa sasa wa Chama cha Mapinduzi, Dr. Asha Rose Migiro. Wakati huo Asha Rose Migiro akiwa ni mtumishi wa Baraza wa Umoja wa Mataifa, akifanya kazi kama Under Secretary, ambaye ni kama naibu wa Katibu Mkuu. Sasa hivi wakati mauaji yanafanyika, Asha Rose Migiro alikuwa tayari ni Katibu Mkuu wa Chama cha Mapinduzi, na kwa kuwa tuhuma zetu ni dhidi ya serikali ambayo inaongozwa na Chama cha Mapinduzi, hatuamini kwamba ukaribu wake na Phofeit Onanga havitakuwa na athari ya aina ya ripoti atakayoiandaa kama sehemu ya ushauri kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo tunadhani jambo sahihi la kufanya ni kwa Umoja wa Mataifa kutuma Tanzania tume huru ambayo haina mgongano wa maslahi na yoyote ambaye tunamshuku kwamba alihusika kwenye mauaji ya halaiki. Kwa hiyo hiyo ni namba moja. Namba mbili vile vile ni kwamba Bwana Phofeit tunajiuliza kwa nini ilimchukua muda mrefu sana tangu Novemba mpaka sasa hivi kuja Tanzania kupata maoni ya wadau mbalimbali wa siasa katika nchi yetu. Kwa nini imemchukua muda mrefu sana? Na pengine
hatuwezi tukatenganisha juhudi zake na juhudi nyingine ambazo zinafanywa na baadhi ya watu kujaribu kumsaidia